kuwaza vizuri, naye Mungu pia anakurudia, utaona utukufu wake katika maisha yako. Amen. Tuendelee. Mstari wa 8. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu sio njia zangu, asema Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana Bwana anasema kwamba maana mawazo yangu sio mawazo yenu, wala njia zangu si njia zenu, asema Bwana. Vile unavyofikiria wewe, vile unavyofikiria kwamba ile njia ndio Mungu atakayokuonekania nayo, sio hiyo. Yale mawazo unajua kwamba nikifanya kazi nitabarikiwa, sio hivyo. Mawazo ya Mungu hayafanani na mawazo ya mwanadamu. Ndio maana anasema kwamba mtafute Mungu kwa bidii kwa kupendana, mtafute Mungu kwa bidii kwa kushirikiana, mtafute Mungu kwa bidii kwa kutembelea, kwa kuwa mfadhili, kwa kuwa mtu mkarimu. Hujui njia ya Bwana ni gani atakayotumia kwa kuinua wewe. Haujui ya wala uelewi ni njia gani Mungu atakayotumia wewe kukuonekania katika maisha yako. Maana anasema kwamba mawazo yake si mawazo ya mwanadamu. Maana unaweza kuwaza wewe ya kwamba ndugu yako anataka kusaidia, kumbe sio huyo unayemfikiria. Kumbe ni yule ambaye ulimchukia, kumbe ni yule ambaye hutaki kushirikiana naye, kumbe ni yule ambaye ulimdharau. Huyo ndiye pengine ndio Mungu atakayemtumia. Naye Mungu anasema ya kwamba mahali hapa mawazo yake sio mawazo ya mwanadamu, wala njia zake hazifanani na njia za mwanadamu. Unaweza ukasema ya kwamba nikifanya kazi ndio nitakuwa tajiri, lakini mawazo ya Mungu pengine sio hivyo. Anaweza kukuunganisha na mtu ambaye atakayekubariki na gari. Wewe unafikiria ya kwamba ile pesa nitakusanya mpaka lini nipate gari, lakini Mungu naye hana mawazo hayo. Anasema kwamba iko tayari nitakuletea. Mtafuteni Bwana kwa bidii, naye Mungu ataonekana. Fanya kazi kwa bidii, naye Mungu atakuletea vitu vyako, atakuletea baraka zako kutoka mbali, atazifuta kutoka mbali. Kwa hivyo usiishi na mawazo yako, ishi na mawazo ya Mungu. Mungu anasema ya kwamba mawazo yake sio mawazo ya wanadamu, wala njia zake hazifanani na njia za wanadamu. Wewe mtafute Mungu kwa bidii, fanya kazi yake kwa bidii, toa kwa bidii, abudu kwa bidii, msifu kwa bidii. Atashuka kwa njia zake mwenyewe ambazo anazijua peke yake, ambazo haziko ndani ya mawazo ya mwanadamu, ambazo haziko ndani ya moyo wa mwanadamu, ziko kwake peke yake katika moyo wake. Kwa hivyo wewe fanya bidii kumtafuta Bwana Mungu wako, naye Mungu ataonekana katika maisha yako. Amesema ya kwamba yuko mbali, Yesu yuko karibu kwako sana. Ukimtafuta kwa bidii, wewe fanya kazi yake tu, utaona mtu akitokeza mbele yako akikwambia ya kwamba leo nasikia tu kukubariki. Bwana asifiwe sana. Jitoe mpendo kutafuta Mungu kwa bidii, naye Mungu ataonekana katika maisha yako. Amesema yuko mbali, yuko hapo tu kwa kufagia nyumba ya Bwana, yuko hapo tu kwa kupanga viti vya Bwana, yuko hapo tu kwa kuchekea mwenzako, yuko hapo tu kwa kufurahikia mwenzako. Amesema yuko mbali Mungu. Bwana asifiwe sana. Mtafuteni Bwana naye atapatikana. Mtu mbaya na aache njia zake. Mtu aliye na mawazo mabaya aache mawazo yake mabaya. Mtu ambaye naye amrekee Mungu wake, naye Mungu atamrekea, naye Mungu atamsamehe kabisa kitu ambacho alikuwa anafanya ambacho hakieleweki machoni kwa Bwana. Tumrudie Bwana Mungu wetu, tumtafute Mungu kwa bidii. Kwa kile ambacho nakifanya mpendo akifanye kwa bidii. Kama ni kuabudu, abudu kwa moyo wako wote. Mungu hayuko mbali, yuko hapo hapo katika kunyenyekeza kwako. Anawapenda wale wote wampendao na wale wote wanaomtafuta kwa bidii. Wale watakaoingia deep kabisa katika kuabudu, wale watakaoingia ndani kabisa katika sifa, wale watakaoingia ndani kabisa katika imani, watakaomtafuta Bwana katika imani, hao watu lazima watamuona Bwana. Maana Bwana amehakikisha kwa hakikisho lake mwenyewe. Na Mungu akisema amesema, yeye si mwanadamu atageuke. Akisema Mungu lazima atimize. Ahadi yake ni ya kweli na haivunjiki milele katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo ni mimi na wewe mpendwa tukaweze kutafuta Mungu kwa bidii. Ni mimi na wewe mpendwa tujiachilie miguuni kwa Bwana. Usione kutoa kwako ni bure. Fanya kwa bidii, tena kwa moyo wa kupenda. Usione kurauka katika nyumba ya Bwana ni bure. Kuna vile Mungu anafanya katika ulimwengu wa kiroho. Kuna vile Mungu naye pia atakupokeza katika ulimwengu wa kiroho. Wapendwa, fanye kazi kwa bidii. Tumtafute Mungu wetu kwa bidii, tusichoke, maana watakaochoka hawatamuona Mungu. Lazima ushike imani mpaka mwisho. Lazima ufanye mapenzi ya Mungu mpaka mwisho. Hapo ndipo utakutana na kile ambacho Mungu amekuahidia.
katika maisha yako. Usichoke haraka mpendwa, usiwe na moyo wa kuzimia, usiwe na moyo wa kutolewa nje, bali ukaze mwendo, mtafute Bwana kwa bidii, naye utamuona Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Tukae kama Elisha. Elisha alifanya bidii kumfuata Elijah, anamfuata Elijah mpaka mwisho. Kumbe mwisho wake anaona utukufu wa Bwana katika maisha yake. Hakuchoka, alifanya bidii sana, alifanya bidii katika njia yake kufuata nyayo za Elisha mpaka mwisho wake akaona kile ambacho Bwana alikuwa anataka kumpatia. Tufanye bidii mpaka tuone Mungu ametupokeza kitu. Tufanye bidii mpaka tuone utukufu wa Bwana ukishuka katika maisha yetu. Abudu mpaka uone nguvu za Mungu zimeshuka. Fanya bidii kutafuta Bwana. Msifu, cheza kwa nguvu zako zote mpaka nguvu zikutoke kwa mwili wako. Hapo ndipo Yesu naye nguvu zake zitakutoka ndani yake na baraka zake zikikuja katika maisha yako. Si kazi rahisi mpendwa, lazima mtafute Bwana kwa bidii. Tuendelee kusoma msomaji. Mstari wa 10. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyesha ardhi na kuisalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Amen. Anasema ya kwamba maana neno lake halikuji bure. Neno la Mungu halikuji bure kwa wanadamu. Linapokuja linakuja na lengo na kusudi. Haliwezi likamrudia Mungu bure. Kile ambacho Mungu amefanya, amesema lazima kitakuwa hivyo. Akisema kwamba umrudie kweli. Maana anasema kwamba neno lake ni kama mvua, likitoka mbinguni likishuka, likitumana kwa wanadamu linakuja kama mbegu, na likianguka kwa moyo ambao uko tayari litafanya kazi na litachipua mambo makubwa katika maisha yake. Kwa hivyo yule ambaye anatafuta Bwana kwa bidii, akishika neno hili na afanye kama vile neno limesema, basi mtu huyu atakuwa wa kawaida, bali Mungu atajidhihirisha katika maisha yake. Mungu atajionekanisha katika maisha ya mtu huyu, wakati mtu ameacha matendo yake mabaya, wakati mtu ameacha njia zake mbaya na amezingatia tu kutafuta Mungu, amezingatia kufanya mema, amezingatia kutendea watu mazuri. Huyo mtu ni rahisi kumwona Bwana Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Wapendwa, tukaweze kuwa watu ambao wanaweza kutafuta Mungu kwa bidii sana, ili kwamba tukaweze kuona Mungu wetu. Nisomee Mika 2 mstari wa 1. Tutafika mpaka 4. Tutasoma mmoja mmoja. Kitabu cha Mika 2. Mungu ni mwaminifu na Mungu anatupenda. Tuendelee kumtafuta Bwana kwa bidii. Tuendelee kujinyenyekeza mbele zake. Yeye Mungu ni mwaminifu. Kutenda na kutimiza ndio ahadi yake. Hajawahi shindwa hata siku moja. Yeye ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, na hakuna jambo ambalo huwa linamshinda Mungu wetu. Kwa hivyo mpendwa ndugu yangu, naomba ya kwamba ukaweze kuwa mtu wa bidii wa kumtafuta Bwana. Karibu. Amen. Mika mstari wa 1 mpaka 4, lakini soma mstari mmoja mmoja. Amen. Ole wao wakusudiao mambo maovu na kutenda mabaya vitandani mwao. Mika 2 mstari wa 1. Ole wao wakusudiao mambo maovu na kutenda mabaya vitandani mwao. Inasema ya kwamba Mika 2 mstari wa 1. Yes. Ole wao kila wanapolala wanawaza na kusudia mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila wanapolala wanawaza na kusudia mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri sana wakati unapolala unawaza na kusudia mambo mazuri. Wale ambao hulala na kusudia mambo mabaya, wakisema kwamba itafika asubuhi saa ngapi niende kumtetesha mtu fulani, itafika asubuhi saa ngapi niende kupigana na mtu fulani, itafika asubuhi saa ngapi niende kukorofishana na mtu fulani, unaambiwa ole wako wewe wakati unatumia usiku vibaya, ukiwaza kufanya vibaya, ukiwaza kutenda vibaya, ukiwaza mambo mabaya katika akili yako. Na ndio maana nakwambia
wako. Hiyo ni majuto ambayo utajutia katika maisha yako. Ole wako yule ambaye anawaza kutenda vibaya tandani mwao, kukipambazuka asubuhi kuyafanya kwa sababu ya katika uwezo wa mikono yao. Maana wako na nguvu, wanawaza vile watakavyokutana na mtu mwingine mpige. Anawaza jinsi kupambazuka asubuhi aende kumroga mtu fulani katika mganga. Bwana asifiwe sana. Amen. Anaambia ole wake mtu kama huyo. Ndio maana Isaya anasema kwamba safisheni mawazo yake. Mtu mbaya na aache ubaya wake. Mtu ambaye anawaza vibaya aache kuwaza hayo. Ndio maana anaambia kwamba ole wako wewe ambaye unakosa usingizi, unawaza tu, unalala badala kulala usingizi, ungorote kama mtoto mdogo. Unawaza jinsi gani utakavyoshambuliana na mtu fulani, unawaza jinsi gani utakavyofanyia mtu vibaya. Unaambiwa ole wako wewe. Takasa mawazo yako upate kumwona Bwana. Maana itakuwa ni ngumu sana kumwona Bwana usiku mkucha, usiku wote ukiwaza vile utakavyoamka na kufanya mabaya. Kusanya nguvu zile ambazo uko nazo katika mikono yako. Hizo nguvu hujapewa bure. Hizo nguvu umepewa kumtumikia Mungu. Hizo nguvu umepewa ili kwamba ukaweze kuzifanyia kazi ya Bwana. Kwa nini usilale usiku ukaanza kwamba nitafika saa ngapi asubuhi niende nisafishe nyumba ya Bwana? Nitafika saa ngapi asubuhi niende nikabariki mtu fulani? Nitafika saa ngapi asubuhi niende nifanye hivi? Hayo ndio mawazo ambayo yanatakikana yakae ndani yako, na huko ndiko kumtumikia Bwana katika mawazo yako. Maana naambia kwamba tumtumikie Bwana, tumtafute kwa bidii. Kwa hivyo wewe wakati unakaa usingizini mwako usiku kucha, waza vile utakavyobariki watu wa Bwana. Waza vile utakavyowasaidia yatima. Waza vile utakavyosaidia wajane. Hivyo ndivyo kumtafuta Bwana kwa bidii. Maana Mungu ataonekana katika maisha yako. Ukiwa na mawazo mazuri, ukiwa na nia nzuri ndani yako, basi Bwana atakuonekania. Maana anasema hayuko mbali, anaonekana kwako. Bwana asifiwe sana. Tuendelee mstari mwingine. Msomaji wetu karibu. Amen. Ili nao utamani mashamba na kuyashika na nyumba pia, nao usichukua, nao umwonea mtu na nyumba yake na mtu na urithi wake. Amen. Bwana asifiwe sana. Ole wake mtu kama huyo ambaye anaonea watu mpaka wa urithi wake. Yaani watu ambao ni watu wake anaonea, hataki kuwafanyia haki. Bwana asifiwe sana. Nani unaonea mpaka watoto wako ambao ni warithi wako? Hutaki kuwatumikia vizuri, hutaki kuwalea, hutaki kuwafundisha, hutaki kuwaombea vizuri. Ole wako, hutaki kumtafuta Bwana kwa ajili ya uzao wako. Mungu anasema kwamba wewe ni ole wako kwa sababu unawaza mambo mabaya katika akili yako. Waza vizuri, maana kuna watu wengine hata wanawazia watoto wao vibaya. Wanawazia kutofanikiwa. Hata akikuchokoza unamwambia kwamba usifanikiwe. Wewe ukiiba utachoma wewe tayari. Kwa nini usimtafute Bwana kwa bidii kwa sababu ya kunyenyekea ili kwamba akaweze kusamehewa dhambi, akaweze kukombolewa? Tafuta Bwana kwa bidii. Unaambia kwamba ole wake yule mtu ambaye anakusudia hata kunyang'anya wengine mashamba. Anakusudia hata anakusudia kuchukua nao wamonao mtu wa nyumba yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Unaonea watu wa nyumbani mwako. Wewe mtu mkubwa unaonea wale wadogo zako. Wewe ni mtu mkubwa unawanyanyasa wale wengine wadogo. Unawaza jinsi gani utakavyowanyanyasa. Hata usiku kucha unawaza hawa ndugu zangu wadogo hawa watawanyanyasa. Maana wewe ni kama baba, wewe ni kama mama, lakini unafikiria kuwanyanyasa. Unaambia ole wako. Maana mawazo haya yatakusababisha ukose kumwona Bwana. Mawazo haya yatakusababisha kwamba ukose kuona utukufu wa Bwana. Kwa hivyo unaambia ni ole wako. Mungu anatuambia kwamba tuwe tunawaza vizuri. Waza tu asubuhi, Mungu wangu leo kesho nisaidie nipate kwa ajili ya chakula cha watoto wangu. Nisaidie Bwana nipate kwa ajili ya chakula cha ndugu zangu. Nisaidie kwa sababu nipate mambo mazuri kwa ajili ya hao watu ambao wako nyuma yangu na niangalia mimi. Unaambia kwamba ole wako wale ambao unawazia watu vibaya. Wewe ambao unawazia watu wako vibaya. Unawaza tu jinsi utakavyowapora. Unawaza jinsi utakavyowanyanyasa. Hata wengine ni wazee. Wanafikiria vile utakavyonyanyasa bibi zao. Bwana asifiwe sana. Kesho asubuhi nikiamka simwachie hata shilingi moja. Usiku kucha unawaza hivyo. Kesho asubuhi nikiamka hata nijua mimi nani. Usiku huo unaambia ole wako unanyanyasa watu ambao ni urithi wako.
Bwana amekataa jambo hilo. Nakupasa unyenyekee kwa Bwana, utubu makosa hayo yote, utubu hayo mambo yote, mtafute Bwana kwa kunyenyekea kwa yale makosa yote ambayo umefanya, kwa kuwazia wale wengine ambao uko chini yako vibaya, maana wewe uko na nguvu katika mikono yako. Kwa hivyo kama uko na mamlaka, usiwazie wale wengine vibaya, tumia mamlaka yako vizuri kwa uongozi ambayo Mungu amekupatia, naye Mungu ataonekana katika maisha yako. Ndio maana tukaambiwa kwamba mtu awache mawazo yake mabaya, mtu awache njia zake mbaya, mtu aache matendo yake mabaya, ili apate kumwona Mungu wake. Tuendelee. Mstari wa 3. Basi Bwana asema hivi, angalia na kusudia jambo baya juu ya jamaa hii, ambalo hamtazitoa shingo zenu, wala hamtazikwenda kwa kiburi, kwa maana ni wakati mbaya. Amen. Bwana anasema kwamba basi kwa sababu hautaki kugeuza mawazo yako, hautaki kumtafuta Bwana, anasema kwamba tazama, nitafanya jambo ambalo litakushangaza katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba anasema ya kwamba, kwa hiyo umesema mstari wa 3. Mstari wa 3. Basi Bwana asema hivi, angalia na kusudia jambo mbaya juu ya jambo hili, ambalo hautaziondoa shingo zenu, wala hautakwenda kwa kiburi, kwa maana ni wakati mbaya. Amen. Ole wako mpendwa, maana Mungu anakusudia jambo mbaya kwa yale ambayo unafanya. Usiponyenyekea, jua kwamba Mungu anakusudia jambo mbaya kwa sababu ya yale ambayo unafanya. Wacha tujirudie kwa Bwana, tumtafute Bwana kwa bidii. Mungu anakusudia jambo mbaya kwa ile mawazo mabaya unawazia wengine. Mungu anakusudia jambo mbaya kwa ile matendo ambayo unafanya maovu. Bwana anasema kwamba nakusudia jambo mbaya kwa yale mambo ambayo unatenda ambayo hayampendezi Bwana. Kabla hajafika wakati mbaya, maana anasema kwamba hautapata nafasi ya kugeuza shingo tena, hautapata nafasi ya kujirudia kwa sababu ya kiburi ambayo umekuwa nayo. Bwana anasema kwamba mtafute kwa bidii, na umekataa kumtafuta. Amekuhakikishia kwamba ukitafuta utaniona. Amekwambia uache mawazo yako mabaya, uache kuonea watu, uache kufanya matendo mabaya, uache kuonea wale ambao ni wadogo zako, uache kuonea watu ambao ni urithi wako, wapatie haki yao, ili kwamba Mungu asije kusudia kuwaza mawazo mabaya katika maisha yako, ambako hautapata nafasi hata kugeuza shingo yako. Maana kutakuwa nyakati za hatari, kutakuwa nyakati za kufanya uovu mabaya katika maisha yako. Lakini Bwana anasema kwamba nitafuteni nanyi mtaniona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Bisheni mtafunguliwa na Bwana. Mtu yeyote ajaye kwake kwa msamaha, naye anapewa msamaha. Yeyote yule ambaye anamtafuta Bwana kwa bidii atamuona. Mpendwa mpenzi mtazamaji wangu, na kuomba ya kwamba ukaweze kujumbia moyo mnyenyekevu wa kutafuta Mungu wako, wa kunyenyekea mbele za Bwana, upate kuona utukufu wa Bwana. Utukufu wa Bwana ung'are katika maisha yako. Acha mawazo mabaya, acha njia zako mbaya, acha kufikiria usiku kucha jinsi utakavyoweza kudhulumu mtu, jinsi utakavyoweza tendea mtu vibaya. Waza, geuza mawazo yako, naye Bwana atakurudia. Geuza mawazo yako, naye Bwana atakurekelea, naye Bwana atakusamehe makosa yako, atakusamehe mawazo yako. Safisha mawazo yako yote, uwe safi mbele za Bwana. Mrudie Bwana Mungu wako, maana amesema ya kwamba naye pia atawarudia nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Tutengeneze njia na Bwana, tengeneza mawazo na Bwana. Kila mtu mwovu aache njia zake mbaya, mwenye mawazo aache mawazo mabaya. Tunataka tuwe na uwezo wa Mungu ukitembea katikati yetu. Natamani kuona neema ya Mungu ikiongezeka katika maisha yetu. Natamani kuona upako wa Mungu ukiongezeka kufanya kazi zaidi na zaidi mahali hapa. Iwapo tutaacha njia zetu mbaya, iwapo tutaacha mawazo yetu mabaya, basi Bwana ataachilia utukufu usio wa kawaida, atajidhihirisha katika viwango ambavyo si wa kawaida mahali hapa. Tutaona mambo ya ajabu ambayo tujawayaona. Maana Yesu alisema kwamba haya ambayo nimeyatenda mimi, mtayatenda makubwa zaidi ya yale ambayo nimeyafanya. Bwana anapenda warithi wake. Bwana anapenda walio nyuma yake, anaofurahikia. Anasema ya kwamba ametuachia urithi, akisema ya kwamba tutafanya
ukitafuta kwa bidii, ndipo utakapoona hayo mambo ambayo aliyasema katika kitabu chake kitakatifu. Amen. Mstari wa 4. Siku hiyo watatunga metali juu yenu na kuomboleza kwa maombolezo ya huzuni nyingi, na kusema, sisi tumeangamizwa kabisa. Yeye alibadili fungu la watu wangu, jinsi anavyoniondolea hili, awagawia waasi mashamba yetu. Amen. Basi anasema kwamba siku hiyo, kama hutakubali kugeuka katika mawazo yako, utaendelea kuwaza katika mawazo mapotofu katika akili yako, na moyo wako ukaendelea kuwaza mawazo mabaya, ukiendelea kutenda matendo mabaya, basi anasema kwamba yeye atasema kwamba ile jambo mbaya atakalo kufanyia, kutakuwa maombolezo na huzuni nyingi katika maisha yako. Maana utakuwa unapokonywa mpaka shamba, utakuwa unapokonywa mpaka mali yako, utakuwa unapokonywa mpaka vitu vyako vile ambavyo uko navyo wewe, kwa sababu hutaki kutafuta Bwana kwa bidii. Maana umekataa kuacha njia zako mbaya, umekataa kuacha yale mawazo mabaya, umekataa kuwaza kuondoa yale maongeo ambayo unaongeaga ambayo hana utukufu mbele ya Bwana. Lakini siku ya leo ukikubali kuondoa na kujisafisha na kujitakasa, basi Bwana ataonekana zaidi katika maisha yako, nawe Mungu atajidhihirisha katika viwango ambavyo sio vya kawaida katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtafuteni Bwana madamu anapatikana. Nyenyekeni kwa Bwana Mungu wenu, nyenyekeni miguuni kwa Bwana. Tafuteni uso wa Bwana kwa bidii. Wapendwa, usichoke kufanya kazi ya Bwana, usichoke kumtolea Mungu wako, usichoke kulia mbele ya Bwana, usichoke kufanya wema kwa watu, usichoke kunyenyekeza miguuni kwa Bwana. Bwana ametuahidi ya kwamba yuko karibu sana, yuko karibu nasi na atajidhihirisha katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mpendwa, tukaweze kuwa watu ambao wanamtafuta Bwana kwa bidii, ili kwamba akaweze kuonekana katika maisha yetu. Twende Mika 3 mstari wa 1. Amen. Mika 3 mstari wa 1. Nikasema, tafadhali sikieni enyi vichwa vya Yakobo, mnaotawala nyumba ya Israeli. Je, haiwapasi ninyi kujua hukumu? Bwana anasema, sikieni enyi vichwa vya Yakobo, mnaotawala nyumba ya Israeli. Haiwapasi nyinyi kujua hukumu? Nyinyi mnaongoza na kudhulumu wale ambao wako nyuma yenu, na kudhulumu wale ambao wako chini, na kuwazia vibaya, kwa sababu uko na nguvu unawazia vibaya. Je, nyinyi kwa nini hamna hukumu ndani yenu? Nyinyi ambao ni vichwa vya Israeli, kwa nini hamwezi kuwa na hukumu katika nyumba yenu, katika mioyo yenu? Nyinyi ambao mnatawala, inawapasa kwamba mkaweze kuwa na hukumu. Bwana asifiwe sana. Ukipewa kuongoza, si kwamba hata unakaa hivyo. Hata ukipewa sasa ukae president ama ukae minister fulani hivi, umepewa ya kwamba uwaongoze, uwafanye wale watu vizuri, wasikie amani ya Bwana. Lakini usiwanyanyase. Ukiwanyanyasa itakuwa ni hukumu yako. Bwana atafanya kitu cha kukushangaza katika maisha yako, atakufanya kwamba uonekane wewe kitu bure. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri ambao watu ambao wanaongoza katika jamii, msiwanyanyase wala ndio, msiwazie, msiwe na mawazo mabaya. Kwani mimi niko na nguvu, atanifanya nini? Utakuwa unafanya vibaya, unaambia ole wako. Tuendelee. Mstari wa 2. Ninyi mnaochukia mema na kuyapenda mabaya, ninyi mnaochuna watu ngozi yao na nyama mifupani mwao. Amen. Nyinyi ambao mnachukia kufanya mema, mnafanya mabaya. Mnachukia kufanya mema, mnapenda kufanya mabaya. Yaani kila wakati unawaza, mawazo yako unawaza tu kufanya mabaya. Haufikirii kufanya mazuri. Unafikiria tu nitafanya vipi vibaya, nitafanyia mtu vibaya, nikifika tu nitamkosesha amani yake. Yaani wewe kila wakati maneno yako yanakukondesha mtu, unakula nyama ya mtu. Hujakula tumeipika, lakini mbona anakonda kwa sababu ya wewe? Imeenda wapi ile nyama yake ya kumjaza? Imeenda wapi? Wewe ndio umeikula, kwa sababu kila wakati unamkosesha amani. Unaambiwa ole wako wewe ambao unawaza kila siku kupea mtu neno la kupunguza nyama yake katika mwili wake. Wewe ndio utakutoa hesabu ya nyama yake ambayo umeikula wewe. Bwana asifiwe sana.
Jambo linaweza kuona kama jambo la kigeni, lakini kweli watu wengine wamekondesha wenzao. Unamkosesha mtu amani kwa matendo yako mabaya. Unamkosesha mtu furaha mpaka kiasi mtu anashindwa kula. Akishindwa kula kilo zake zinapungua. Wewe ndio umekula nyama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaambiwa ni ole wako, siku inakuja ambayo kama utageuza mawazo yako hayo mabaya na matendo yako hayo mabaya, kuachana nayo, itakuja siku mbaya ambako hautaweza hata kugeuza shingo yako ukisema kwamba sasa ndio naenda kuomba msamaha. Msamaha ni sasa hivi. Wakati uliokubalika ni sasa hivi wa kuomba msamaha na kumtumikia Bwana Mungu wako. Tuendelee kusoma. Mstari wa 4. Ndipo watakapomwomba Bwana asiwaitikie, na ataficha uso wake wakati huo, na kwa kadri walivyotenda mabaya kwa mambo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaambia kwamba Bwana ataficha uso wake wakati unapoenda kumwomba. Kama utaendelea kuwa na mawazo mabaya na matendo mabaya, wakati wakati Mungu amekwambia umtafute kwa bidii na ukakataa kumtafuta, sasa ndio unaenda kumtafuta Bwana, na wakati utakuwa umeisha, wakati huo sasa Bwana anasema kwamba hatasikia kile ambacho unamwambia. Atageuza uso wake, wala ukiongea hatasikiliza maneno yako yale ambayo unasema, kwa sababu ya yale matendo yako maovu. Kwa hiyo Bwana anasema kwamba tugeuke, nasi baya atatusamehe. Tuachane na njia mbaya. Ni sasa hivi ndio usikie neno hili, uliweke katika akili yako na ufanye kama vile Mungu anavyotaka. Acha kukondesha wengine, wacha kukula nyama za wengine katika mili yao, wacha kuokosesha wengine amani na furaha, bali katika mawazo yako fikiria jinsi gani nikimwona fulani nimchekeshe, nimfurahishe, aongeze siku, lakini wengine wamepunguza siku za wengine. Maana kila wakati mnaosonanesha watu na mioyo yao inavunjika, mioyo yao inakosa amani. Mtu anafikia kiwango cha kujiua, mtu anafikia kiwango cha kujiona hafai. Wewe utajibu maswali hayo. Kwa hivyo Bwana anasema kwamba geuka sasa, kuanzia sasa geuza mawazo yako ukaweze kuwa mnyenyekevu mbele za Bwana, ili kwamba Bwana atakapokuonekania katika maisha yako. Maana ikifika wakati huo wa hatari, Mungu utamtafuta naye hata kuona, utamwita naye hata itika, utamwomba naye hata kusikiliza maombi yako. Iwapo utaendelea kufanya maovu, iwapo utaendelea kuwa na mawazo yako mabaya, iwapo utataka kumgeukia Bwana Mungu wako na kumrudia, Mungu atakuwa sema kwamba basi utamwomba naye hata sikia. Tuendelee. Mstari wa 5, Mika ambayo mlango wake ni 3. Bwana asema hivi katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu, hao waamwao kwa meno yao na kulia amani, na mtu awaye yote asiatie kitu vinywani mwao, wao kumwandalia vita. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Ole wake wale watu ambao wanaokosesha watu wangu, hao waumao kwa meno yao na kulia. Wale watu ambao yani wamemaanisha kabisa, huyu lazima nitamfanyia kitu fulani. Hao watu ambao wanauma meno kwa sababu ya ajili ya kufanyia mtu mabaya. Yani wewe lazima nitakufanyia kitu kibaya. Mtu anakuambia hivyo na ameuma meno yake kabisa. Unajua mtu amemaanisha. Unaambia kwamba wewe ni ole wako. Geuka, acha kumia watu meno kwa sababu ya mabaya. Maana hatari inakuja mbele yako ambayo hautaweza hata kugeuza shingo yako. Mambo mabaya yataonekana kwa ajili yako kama hutaachana na hayo mambo yako yote ambayo unayafanya. Tuendelee. Mstari wa 6. Kwa hiyo itakuwa usiku kwenu, msipate kuona maono, tena itakuwa giza kwenu, msiweze kubashiri. Nalo jua litawachwea manabii, nao mchana utakuwa mweusi juu yao. Amen. Kwa hivyo unaambiwa kwamba ole wako wewe ambao unafanya hivyo, kwa sababu itakuwa usiku kwenu. Itakuwa usiku kwenu. Hata kama kuna mwangaza, kwako itakuwa ni usiku. Hautaona mbele, hautaona ufanye nini, hautaona utasonga mbele kivipi. Kumekuwa ni usiku kwako. Sasa unaweza kwa jamani, mimi nitafanya nini? Sioni mbele. Uoni mbele, unaangalia. Macho uko nao unaangalia, lakini mbele hauoni. Bwana asifiwe sana. Hauoni ufanye nini, maana giza imekuwa mbele yako. Ni macho tu yanaangalia kuona pale kuna kitu fulani, lakini
na hiki na hiki. Kwako kutakuwa ni giza, hautakuwa na maono. Utakuwa unajishia tu, unaishi tu hivi hivi. Hauna maono, unasema kama mwaka ujao nataka nifanye hivi, mwezi ujao nataka nifanye hivi, wiki nataka nifanye hivi. Kwako kutakuwa ni giza. Achana nayo mawazo mabaya. Asije Bwana atakufanya vituko kama hivyo. Maana utaona, utakuwa unaonekana mtu anaona lakini haoni. Mtu atakana awe na maono lakini wewe hauna maono. Huko tu unatakana uimbe uchoko, unataka niimbe nifike kiwango fulani. Hiyo itakuwa iko katika akili yako, itakuwa imeondolewa na Bwana. Kutakuwa ni giza, hauoni faida hata kusonga mbele. Hauni faida hata hatua moja zaidi kwa sababu ya yale maovu na matendo ambayo umeyafanya. Kwa hivyo kutakuwa giza. Hizo ndio punishment ambazo utapewa. Kama leo hautasikia neno la Mungu, kama hautasikia na kulifanyia kazi, basi maisha yako yatakuwa ni giza. Maono hautakuwa nayo. Utakuwa tu hivi unaishi tu, bora uishi tu, bora siku ikuje iende, bora siku ikuje iende. Hakuna maono ambayo utakuwa nayo. Na itakuwa ni hatari kwa yule ambaye hana maono. Taifa litaangamia kwa sababu hauna maono. Maisha yako yataangamia kwa sababu hauna maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo usingoje giza hiyo ingie katika maisha yako, maana hutaona. Tuendelee. Endelea Mika 3:7. Nao waonaji watatayarika, na wenye kubashiri watafadhaika. Naam, hao wote watajifunika midomo yao, kwa maana hapana jawabu la Mungu. Amen. Na unapotafuta uso wa Bwana pia, hata ukienda kwa nabii hataona kitu, atafadhaika katika anga yako. Haoni kitu. Wewe achana na matendo yako mabaya. Ukienda hata kwa kutabiriwa, itaonekana mbele kuna nini. Lakini wewe kwa sababu ya yale matendo yako, hata ukienda mbele hakuna kitu ambacho kinaonekana. Hata watakana ufanye hivi, wanakuomba msaada, lakini kwako ni giza. Haionekani chochote, mbele yako haionekani kitu kwa sababu ya matendo maovu ambayo unayafanya. Basi Bwana anasema kwamba na hao waonaji watataharika, na wenye kubashiri watafadhaika. Naam, hao wote watajifunika midomo yao, kwa maana hapana jawabu kutoka kwa Mungu. Hakuna jawabu litatoka kutoka kwa Mungu. Amen. Kama njia zako ni mbaya na mawazo yako ni mabaya, hata ufanye nini hautapata jawabu kutoka kwa Mungu. Ni giza tupu, haionekani mbele, haionekani chochote, kutakuwa ni giza tupu. Kwa hivyo matendo maovu, mawazo mabaya yatasababisha ya kwamba kuwe giza katika maisha yako, kuwe na hatari nyingi ambazo Mungu atakuwa ameziruhusu katika maisha yako. Kwa hivyo tuachane na mambo haya, tutafute Bwana. Tutafute Bwana kwa matendo yetu, tutafute Bwana kwa mawazo, tutafute Bwana kwa kunyenyekea kwake, ili kwamba Bwana akapate kuonekana. Amen. 3:8 Mika. Bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa roho ya Bwana, nimejaa hukumu na uwezo, nimhubiri Yakobo kosa lake na Israeli dhambi yake. Amen. Basi sasa Bwana amejaa nguvu na uwezo, kama vile anavyosema sasa hivi. Wajua ni Bwana ndiye anaongea sasa hivi. Amejaa nguvu na uwezo wa kuhubiria Yakobo dhambi zake na makosa yake. Kwa hivyo ukiona ameongea kwa ujasiri, ujue kwamba ako na nguvu za kutosha za kuambia Yakobo dhambi na makosa yake. Na ndio maana anasema kwa ujasiri namna hii ya kwamba achaneni na uovu, nyenyekeeni kwa Bwana, mtafuteni Bwana Mungu wake, maana yeye ni Mungu mwenye uwezo na mwenye nguvu. Hawezi kukuficha dhambi yako, hawezi kuficha makosa yako, maana anataka ufanikiwe katika maisha yako. Hataki kuleta ghadhabu katika maisha yako, hataki kuleta siku za hatari ndani ya maisha yako. Niposa amejaa ujasiri akihubiria kosa la Yakobo na nyumba yake, maana Yakobo ni mtu ambaye Mungu amempenda kama vile wewe ulivyopendwa na Mungu, mtu ambaye amechaguliwa kama vile wewe Mungu amekuchagua. Niposa anasema kwamba amejaa nguvu na ujasiri, maana Yakobo ni mtoto wake. Amejaa ujasiri na nguvu ya kumwambia makosa yake na dhambi ambazo anazifanya. Kwa hivyo mtafute Bwana kwa kunyenyekea. Tuendelee. Tunaendelea Mika 3:9. Sikieni haya tafadhali, enyi vichwa vya nyumba ya Yakobo, mnaotawala nyumba ya Israeli, mnaochukia hukumu na kuipotosha adili. Amen. Enyi vichwa vya Yakobo, sikieni hili neno la Bwana, ambao hamtoi hukumu ya haki, ambao amwonyeshi, yani hamuna hukumu ndani yenu na kujipotosha adili. Mnapotosha kile ambacho Mungu anataka kikae ndani yenu, mnakipotosha ndani yenu. Kile ambacho Mungu anataka nyenyekee, nyinyi
hamnyenyekei. Kile ambacho Mungu anataka afanye hamkifanyi, mnapoteza maadili yenu mbele za Mungu wenu. Bwana ataleta adhabu yake. Soma mstari mwingine wa 10. Amen. Mstari ni wa 10, mlango wa 3. Waijenga Sayuni kwa damu na Yerusalemu kwa uovu. Amen. Mnajenga Sayuni kwa damu. Yaani mpaka udhulumu mtu ndio upate kuendelea. Yaani mpaka ufanyie mtu vibaya ndio upate kila ambacho nataka wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani lazima ufanye ubaya ndio unajenga nao, ndio unajijenga nao katika maisha yako. Ambako hivyo ni machukizo mbele ya Bwana. Unamwaga damu, unafanya maovu. Mungu hapendi na mambo kama hapendezi kabisa. Amesema kwamba anachukia mambo hayo. Unaijenga Sayuni kwa damu na Yerusalemu kwa uovu. Mahali patakatifu unapajenga kwa uovu. Sifa yake inakuwa ni uovu, ambako Bwana hastahili, hataki hiyo. Wewe ambaye ni mtakatifu wa Bwana, hatakana kwamba ujijenge kwa uovu. Yaani kila mtu anakuona huyu ni mbaya. Mtu akikuona anaona huyu ni mbaya, hatakani ujijenge hivyo. Na hata maendeleo yako unayofanya kwa sababu ya kumwaga damu, ya kuonea, ya kudhulumu, haitakikani. Bwana amekataa. Tuendelee. Amen. 11. Wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa, na makuhani wake hufundisha ili wapate ijara, na manabii wake ubashiri ili wapate fedha, ili hata hivyo wamtegemeao Bwana na kusema, je, hayupo Bwana katikati yenu? Narudia tena. Wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa, na makuhani wake hufundisha ili wapate ijara, na manabii wake ubashiri ili wapate fedha, ili hata hivyo wamtegemee Bwana na kusema, je, hayupo Bwana katikati yenu? Na hapana neno baya lolote litakalofikia. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Unaambiwa kwamba wewe, kwa kuwa wewe ni mtu ambaye Mungu amekuchagua, wewe umechaguliwa na Bwana, utumikie mwingine, umsaidie mwingine, lakini usimwambie kwamba mfanye hiki na mimi nikufanyie hivi. Utakuwa umepokea rushwa, ambako Bwana hataki mawazo kama hayo. Hataki hayo, na achana na hayo mambo. Msaidie tu. Mpatie tu. Utampendeza Bwana Mungu wako. Utaambia ole wako. Tumalize na kitabu cha Mambo ya Nyakati 7 mstari wa 14 mpaka 16. Utasoma yote hiyo. Mambo ya Nyakati wa pili 7. Second Chronicles kwa wale wazuri. 14 mpaka 16. Na usoma kwa uwezo wa Bwana. Mambo ya Nyakati 2, Mambo ya Nyakati wa pili 7:14 inasema hivi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kusiacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. 15. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. 16. Na sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakaza, ili kwamba jina langu lipate kuwako huku milele. Yatakuweko na macho yangu na moyo wangu daima. Amen. Pamalizia na kusema hivi ya kwamba basi katika yote hayo ambayo tumeongea, makosa yote yale ambayo tunafanyaga, basi tunaambia kwamba iwapo watu wangu niliowaita kwa jina langu watakapojinyenyekeza mbele zangu na kunitafuta kwa bidii na kuacha uovu wao, basi mimi nikiwa mbinguni, wakiomba mimi nitawasikia na nitatimizia haja ya mioyo yao. Maana mimi Bwana Mungu wenu ambaye niatendaye haya yote. Mtasamehewa dhambi zenu na nchi yenu itaponywa. Mtasamehewa dhambi zenu na taifa lenu litapona. Mtasamehewa dhambi zenu na kanisa la Bwana litapona. Maana anasema kwamba macho yake yatafunguka na masikio yake yatasikia.
kama tutanyenyekea na kumtafuta Bwana kwa bidii, kama tutaacha uovu wetu na kumwomba Bwana, basi masikio yake akiwa mbinguni atasikiliza kila ambacho tunakiomba. Lakini kama tutaacha maovu tunatenda, akiomba hatasikia, na hata macho yake hatutazama sisi wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nasema ya kwamba, maana sasa nimechagua nyumba hii. Nyumba hii imechaguliwa na Bwana, mahali patakatifu pamechaguliwa na Bwana, na moyo wa Bwana amesema uko mahali pale, na macho yake yako mahali pale. Kwa hivyo iwapo watu wangu niliwaita kwa jina langu wakinyenyekeza mahali pale ambako Baba amechagua, na jina lake liko mahali pale, na moyo wake uko mahali pale, Mungu atasikia akiwa mbinguni. Kwa hivyo wakati nanyenyekea mahali hapa, kuna moyo wa Mungu. Jua hapa kuna moyo wa Mungu unakusikiliza. Kuna macho ya Mungu yako hapa yanakutazama. Wakati mtu amenyenyekeza mbele ya Bwana na kutubu na kuacha njia zake, jua kwamba macho ya Mungu yanakuelekea wewe ambao umenyenyekea. Masikio ya Bwana yanakusikiliza wewe ambao umenyenyekea. Masikio ya Bwana yanakusikiliza wewe ambaye umesafisha, umeacha uovu wako na kumwelekea Bwana. Jua kwamba macho yake Bwana anamwangalia mtu ambaye anafanya haki yake, ili kwamba akaweze kumsikiliza maombi yake, akaweze kumjibu katika maisha yake. Kwa hivyo wapendwa, tusikilize neno la Bwana na tulishike na tulifanye kama vile limekuja, naye Bwana atadhihirisha ukuu wake katika maisha yetu. La sivyo, usipoacha hivyo, Bwana naye atasema kwamba hatasikiliza wala hata kuangalia wala hataki kusikia mambo yake. Atakuwa ni siku mbaya, na kutakuwa ni giza kwako, na kutakuwa hauna maono tena. Kwa hivyo jiepushe na hatari hizo zote ambazo Bwana amesema. Lakini amesema kwamba ukijinyenyekeza atakusikiliza, ukiomba atakusikia, naye Bwana atakurehemu na atakusamehe makosa yako, na ataponya nchi yako, ataponya maisha yako, na ataponya kila kitu chako chote ambacho kilikuwa kimeenda vibaya, na jina la Bwana litatukuzwa katika maisha yetu. Tusimame kwa miguu yetu. Hiyo ndio neno ambalo Mungu ametupatia siku hii ya leo, na naamini kwamba